Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Naitwa Engineer Kalumuna Benedicto, ni mkurugenzi wa maendeleo ya teknolojia na viwanda. Leo tuko Kahama, katika manispaa ya Kahama kwenye semina ya uhamasishaji wa utengenezaji wa mkaa mbadala au kuni bora kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, lakini pia na viwandani au na kwenye shughuli za biashara. Tuko na mradi ambao unaunganisha SIDO, Nelson Mandela pamoja na UNIDO. UNIDO akiwa mfadhili mkuu, lakini hizi fedha ni za serikali ya Japan. Kikubwa ambacho tumekuja kukifanya katika manispaa ya Kahama, tunatambua kwamba Kahama ni mkoa na ni wilaya mojawapo ambayo inalima mpunga kwa wingi. Na mradi huu umegusa hayo maeneo, ambapo eneo jingine ni Morogoro, Ifakara pamoja na Mbeya. Kwa hiyo katika kufanya hili jambo tumeanza mradi tangu mwaka jana mwezi wa 8, ambapo tumeanza na uhamasishaji. Baada ya uhamasishaji, na mradi huu umeweza kutoa mashine 3, ambapo mashine za uzalishaji wa kuni bora kutokana na pumba za punga zimegawiwa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunajivunia kuwa na mashine 3, moja iko hapa Kahama, nyingine iko Ifakara na nyingine iko Mbeya mjini. Lakini baada ya kuona kwamba bado tuna nafasi kubwa ya kuweza kuhamasisha watu zaidi kushiriki, tumeunda program nyingine ya kwanza kuhamasisha watu washiriki wengine. Pamoja na kwamba tunahamasisha watu wengine washiriki ili waweze kuwa na mashine za Kijapani, lakini tumeona kwamba hapa nchini kuna teknolojia ambazo zinatengenezwa hapa nchini. Hizi teknolojia sasa ndo hadhi makubwa ili watu waweze kujifunza hizi teknolojia zinazozalishwa na SIDO, zinazozalishwa na wajasiriamali ambao SIDO tunawalea. Mwisho wa siku hizi teknolojia ziweze kutumika kwa wingi, zibadilishe taka na kuwa nishati ya mkaa mbadala. Na hapa tupo kwenye kiwanda cha TFS ambao pia wamesaidiwa na SIDO na taasisi nyinginezo kuweza kupata hii mashine ya kuzalisha mkaa mbadala. Na washiriki wote wamekuja hapo kujionea, wameona kwa macho yao, wameona namna ambavyo mashine inafanya kazi, uzalishaji, wameelezwa faida, wameeleza namna upatikanaji wa taka na namna ambavyo tumeona hapa hata mama lishe wakiwa wanaonyesha, wanaeleza ukweli kwamba wamefaidika na mkaa katika masuala ya bei, katika masuala ya afya zao, katika masuala ya mazingira na katika masuala ya uharaka katika kufanya shughuli zao. Kwa hiyo nitoe wito, tunapotoka hapa tunaelekea Mbeya pia kwenda kufanya shughuli kama hii, lakini nitoe wito kwa watu wa Kahama hapa, lakini pia na kwa taifa zima kwa ujumla. Wajitokeze watu, waje wajifunze SIDO, waone mashine mbalimbali ambazo tunazitengeneza, mashine ambazo wajasiriamali wengine wanatengeneza ili kuweza kuzalisha mkaa mbadala. Na hatimaye tuweze kuokoa janga la taifa ili ambalo la kuchafua mazingira, lakini pia kupata nishati kutokana na mabaki ambayo tunakuwa tumekiyatupa. Kwa majina, mimi naitwa Faustin Msangira, nafanya kazi na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa linaitwa UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. Nafanya kazi kama mratibu wa miradi. Na kwa hapa mimi ni mratibu wa mradi huu kwa kusapoti viwanda vidogo vidogo ambao vinatengeneza mkaa mbadala. Mradi huu unafadhiliwa na serikali ya Japani, na kwa Tanzania hii tunafanya kazi na SIDO. Na kwa nini tunahamasisha? So, kama mnavyojua, watu wengi sasa hivi wanakata miti na mikoa mingi miti inakatwa sana. Kwa nini? Kwa sababu wanatafuta chanzo cha nishati ya kupikia. Sasa kama vile mlivyoona, serikali inasisitiza kwamba tutunze mazingira yetu na ili wananchi waweze kutunzwa na hayo mazingira. Kwa tukaona sasa basi ni muda muafaka wa kushirikiana na SIDO, kwa sababu wao wanahamasisha utengenezaji wa viwanda vidogo vidogo. Tuwashirikishe, tuweze kufanya nao kazi pamoja, tuhamasishe wananchi waweze kuanza kuzalisha mkaa huu kwa kutumia pumba za mpunga, kwa kutumia mabaki ya wanaita maranda ya mbao, lakini kwa kutumia pia magome ya miti yaliyobaki, hata magunzi. Na UNIDO sisi tumeanza kwa teknolojia kutoka Japani. Na tuna support mikoa mitatu. Mkoa wa kwanza ni mkoa wa Morogoro, mkoa wa pili ni hapa Shinyanga, hapa Kahama, na mkoa wa tatu ni Mbeya. Na tumetoa mashine 3 kwa kusaidiwa na serikali ya Japani. Hizi mashine zinatengeneza mkaa huu, na hizi mashine zimewekwa kwenye mikoa hiyo kwa sababu zinazalisha mpunga kwa wingi sana. Na hizi mashine zimewekwa kwa sababu wananchi watakuja kujifunza pale, na itatoa hamasa kwa wao
kuweza sasa kujua mkaa huu unapatikana, unatengenezaje. Kwa mfano kama semina hii hapa inavyofanyika, tumewaita wananchi wengi, tumewaita wakulima, tumewaita wazalishaji wa mpunga, wachakataji wa mpunga, lakini na watu mbalimbali, ili waweze kuja kujifunza sasa, kuona kwamba kumbe inawezekana kupata mkaa mbadala, na sasa waache kutumia mkaa ule wa kawaida ambao wanakata miti, unatengeneza jangwa. Sasa hivi watumie mkaa mbadala ambao unatumia pumba za mpunga, unatumia mabaki ya miti, lakini unatumia pia maranda ya mbao. Hiyo ndio sababu kubwa. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza, kama hapa wenzetu wa TFS pia tumeona kule wanafanya hiyo shughuli, tunashukuru sana. Lakini kama UNIDO tutaendelea kuwasaidia wananchi kwa kupitia SIDO, waanze kuweza kutengeneza. Wale wanaofanya biashara, kama sasa hivi tumeita watu wengi wanaotaka kuanza kufanya biashara, basi kwa kupitia SIDO wataweza kusaidiwa kuandika mpango biashara. Wakishaandika mpango biashara, watasaidiwa kupata zile mashine kwa kuunganishwa na wale watengenezaji wa mashine mbalimbali, waweze kuanza hichi kitu, ili kwa pamoja na jamii nzima ya Tanzania waweze kuhamasika na waweze kutumia mkaa mbadala kwa ajili ya kutunza mazingira, na pia itatusaidia kutunza. Glory Kaniki ni mama lishe. Ofisi yetu inafahamika kama Winie Best Food. Tuko Igomero Center hapa. Mkaa huu umekuwa ni mkaa ambao umeleta manufaa kwetu. Tulikuwa tunatumia kwa siku gunia la 40,000, lakini kwa sasa hivi toka tumeanza kutumia mkaa huu mbadala, kweli tumeona matokeo. Hata chakula chetu tunapika kwa wakati. Maharage tulikuwa tukitumia mkaa ambao unaenda mwingi sana, lakini kwa sasa hivi ni mikaa mitatu tu umeivisha maharage kilo 2, kilo 5, na yanaiva kwa haraka kabisa. Kwa hiyo manufaa ambayo tumeyapata kwa mkaa huu ni mengi. Hatutumii tena hela nyingi kununua ule mkaa wa kawaida. Sasa hivi tunatumia mkaa mbadala, na tunakuja kuchukua ofisini hapa. Na wahamasisha mamalishe wenzangu kutumia mkaa huu, mtaona faida kuliko kutumia mkaa ule mwingine wa kawaida ule wa kienyeji. Tutumie mkaa mbadala huu unaopatikana mahali hapa ofisi ya Maliasili. Mkaa hapa mimi nanunua kilo 30 kwa wiki moja. Gunia moja kwa siku, kwa sababu naanzia asubuhi, supu, chapati kama mnavyojua mama ntilie, mchana mpaka usiku. Gunia moja linaisha na linaweza lisitoshe. Kwa majina naitwa Alex Kibira, ni muhifadhi kutoka ofisi za wakala wa huduma za misitu Tanzania, lakini kwa hapa tuko Kahama. Tunajishughulisha na shughuli nyingi mbalimbali, ambayo shughuli mama zaidi tunajishughulisha na mambo ya uhifadhi, ndio shughuli mama. Lakini hapo tunakuwa na shughuli nyingine ndogo ndogo nyingi ambazo nazo ni supportive kwenye uhifadhi. Sawa? Wakati sisi tunahangaika na yule mwananchi kumwambia hatutamani kukuona kwenye misitu yetu, au ukiwa unaharibu mazao ya misitu, kama serikali tunaangalia ni njia gani nyingine tutamwezesha yule mwananchi ili ajikwamue na changamoto hiyo ya kupata nishati kwa ajili ya matumizi. Tunajua jamii zetu nyingi bado uchumi wetu tunaweza tukasema ni wa chini, au wengine ni wakati. Hatujaweza wote kuweza kutumia umeme, gesi, na nafikiri kule tumezungumza mengi jinsi ambazo changamoto za gesi, changamoto za umeme ambazo zimekuwa zikiwakumba watu. Sasa sisi tunajua chanzo kikubwa cha nishati kwa wananchi wengi wa Tanzania ni mkaa na kuni. Lakini kwa sera sasa hivi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanakataa tutumie nishati safi. Lakini ndani ya kutumia nishati safi, maana yake wanataka tuondokane na matumizi hayo ya mkaa na kuni, ambavyo hivyo vinapatikana asilimia kubwa kwenye maeneo ya hifadhi na maeneo mbalimbali ya wananchi. Mtu anavipata kwa njia isiyokuwa ya halali. Kuna kitu kimoja nilikigusia kule kidogo, nikasema kwamba si kila mvunaji wa mkaa ni haramu, au si kila mvunaji wa mkaa anafanya makosa. Nilikuwa na maana vizuri kwamba sheria na taratibu, zipo sheria zinazomruhusu mtu kuvuna mkaa wake, lakini kwa kufuata utaratibu. Hapa serikali ilikuwa inamaanisha inamtengeneza mwananchi kuvuna, kuwa na uvunaji endelevu, au tuwe na matumizi ya rasilimali endelevu.
wengi wetu kwa umri uliopo hapa, kama watu wangetumia bila kuweka hichi tunachokifanya sisi cha uhifadhi, tusingekutana na hii miti au haya mapori yasingekuwepo. Kwa mfano, leo hii mimi niseme TFS kama tumeruhusu mtu yeyote ambaye ana uwezo wa kuingia msitu wa hifadhi Mkweni akatafute chochote ambacho anakipata mle, kama akichukue kama kwa faida zake, nafikiri ndani ya wiki moja hamtaona mti unaelea. Lakini kwa sababu ya hizi taratibu na sheria, ndio maana tupo na sisi tutatoka na wengine watawepo. Katika dhana hiyo sasa ya kuhakikisha kwamba matumizi ya mkaa yanaendelea au matumizi ya nishati hizi yanaendelea bila kuathiri mazingira, sisi tukaona kwamba tuje na teknolojia nyingine ya kumfanya yule mwananchi aendelee kutumia mkaa. Unajua, ukimwambia mwananchi usitumie mkaa, yani unamchanganya kwanza. Sawa? Anajiuliza sasa mimi nitatumia nini? Sasa sisi tukaja na lile neno la kwamba sisi tunakataza mkaa lakini tutatengeneza mkaa ambao ndo tukatengeneza, tunaita mkaa mbadala. Kwa nini tunaita mkaa mbadala? Kwa hiyo ni badili ya yule mkaa ambao tumeuzoea kila siku. Sasa tunapata mkaa mwingine ambao bado jina ni lile lile, unaitwa mkaa, lakini ambao unakuwa ni rafiki na mazingira. Mkaa huu una faida nyingi, tumezizungumza kule, kiuchumi, kijamii, kimazingira. Naona tumezungumza kule mengi. Sasa kwa sababu nisema hapa ni utawala wangu, napitia tu kidogo kidogo angalau nijue imefika TFS. Sawa? Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa tulianzisha hii programu, lengo na madhumuni ni kumtoa mwananchi kutegemea misitu yetu kama chanzo cha nishati, na kujikita kwenye hii bidhaa ambayo kwake itamsaidia kiuchumi. Hatuzalishi sisi kama sehemu ya kunufaisha Kahama nzima uweze kuja kununua mkaa. Hapana. Sisi tunazalisha kama kutoa mwelekeo wa jamii kujifunza kutoka kwetu, ili mwananchi yule achukue huu ujuzi aende akazalishe na yeye, akatengeneze kipato, akawe rafiki na mazingira, asikumbane na sisi mabarabarani, na sisi hatutamani kukumbana na nyie au ndugu zenu mabarabarani. Kwa hiyo tumeitengeneza hii ili tumuondoe yule mwananchi sasa